Amina Mohamed. Ni usiku wa Jumatano, hujambo popote ulipo na asante sana kwa kuungana nasi kwa taarifa za Nipashe. Tuna mengi tulokuandalia, lakini kwanza tuanze na yaliyo. There was never even one single day a notice. Even one time. Hakuna notice, na kama mtu akonaye asembe akonaye. Hasira ya gavana wa Matangi. Bomoa ikimwacha na hasara kwenye ardhi ya shirika la reli Nairobi. Lala salama na wasiwasi Uganda, huku wakazi wakishiriki uchaguzi mkuu kesho bila huduma za mitandao. Mahangaiko na msukosuko wa sekondari ya juu, baadhi ya shule zikiwa tu na wanafunzi hata watatu. Na mvutano wasio wa urithi wa marehemu Jaji David Maganga waacha baadhi ya familia njia panda. Ananisaidia kwa lugha ishara ni Njoki Shege. Karibu. Tuanze hapa jijini Nairobi ambapo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi jioni hii anadai vita vya kisiasa baada ya biashara zake kubomolewa na maafisa wa shirika la reli kwenye zoezi la ubomoaji lililofanywa jana usiku. Kwenye operesheni hiyo, maduka yaliyo kwenye ardhi ya shirika la reli karibu na uwanja wa Nyayo yalibomolewa, huku shirika hilo likisema kuwa lilitoa ilani kwa biashara hizo kuondolewa, kutoa njia ya upanuzi wa njia kwa matayarisho ya mashindano ya AFCON. Lakini gavana wa Matangi anasema hawakupata ilani hiyo. Ben Kirui anafungua jamvi la Nipashe jioni hii. Athari za ubomoaji wa alfajiri zilidhihirika wazi Jumatano, huku wafanyi biashara waliokuwa wakihudumu katika eneo hili la kibiashara lililoko katika ardhi ya shirika la reli nchini wakikabiliana na uhalisia wa kupoteza mali na eneo la kutafuta mtaji. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amelaani zoezi hilo na uharibifu wa mali yake yenye thamani ya mamilioni ya pesa, akidai kulengwa kisiasa. Nilienda mpaka kule kwa watu ya reli, nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself when will this political persecution end for me? Akikagua kiwango cha uharibifu uliosababishwa na zoezi hilo ambapo magari kadhaa ya kifahari yaliharibiwa, gavana wa Matangi amekanusha kupokea ilani yoyote ya kuondoka kutoka kwa ardhi ya shirika la reli, akisisitiza kuwa ubomoaji huo ulitekelezwa bila kufuata utaratibu wa kisheria. Tuko na court orders which were signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku, wamekuja karibu mara 5 mfululizo. Lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Shirika la reli nchini kupitia taarifa limesema kuwa wote walioko katika hifadhi ya reli waliarifiwa mapema na kupewa ilani za kuondoka kupisha ujenzi wa kituo cha reli kama sehemu ya maandalizi ya mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao. Shirika hilo pia limeeleza kuwa uwanja wa Nyayo ulio karibu na eneo lililobomolewa umetengwa kama kituo cha operesheni na mafunzo wakati wa mashindano hayo. Mchana kutwa Jumatano, wafanyi biashara walioathirika walionekana wakijaribu kuokoa kilichosalia baada ya zoezi hilo lililofanyika chini ya ulinzi mkali wa polisi. Kumekuwa na gari zinaoshwa hapa, kungekuwa na mikeka, na tunakadiria hasara kwa sababu vile watu walifukuzwa mahali hapa, kuna vitu nyingi sana tumepoteza na sio wananchi waliiba. Kwa hivyo hilo swali tunauliza polisi, vitu zilienda wapi? Watu wale wote walikuwa wanafanya kazi hapa kweli wataenda wapi? Watu wale walikuwa na watoto walikuwa wanasomesha hapa, walikuwa wanafanya kazi hapa, watapeleka watoto wapi? Njoo kuna watoto wako shule na bado hawajalipiwa shule. Na bado tulikuwa tunangoja mwenye alikuwa ametuajiri hapa atulipe pesa tuende tuweze kulipa shule. Tutapeleka watoto wapi? Iwapo ubomoaji ulifanyika kisheria au la, maswali mazito yanaibuka. Yani, kwa nini shughuli hii ilifanyika usiku wa manane, na ni kwa nini wamiliki wa biashara na wateja hawakupewa fursa ya kuondoa mali zao licha ya kuwepo kwa amri ya mahakama? Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.
Jioni hii taifa jirani na Uganda linahesabu saa tu kabla ya kushiriki uchaguzi mkuu hapo kesho. Uchaguzi wa Uganda umekumbwa na shutuma baada ya tume ya mawasiliano nchini humo kutangaza kuzimwa kwa mitandao hadi uchaguzi utakapokamilika. Sasa wanaharakati wanadai kuwa hali hii inazima uhuru wa kujieleza wa raia wa Uganda, wakisema uchaguzi huo hautakuwa huru na haki, kama anavyotuarifu Melita Oletenges. Tarehe 15 Januari, wapiga kura milioni 21,600,000 waliosajiliwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda wanatarajiwa kujitokeza kupiga kura, lakini kuzimwa kwa mtandao nchini humo pamoja na madai ya utekaji nyara, mbali na polisi na jeshi kutumia nguvu kupita kiasi, yanatia doa azma ya demokrasia nchini Uganda. Tume ya mawasiliano nchini humo ikishikilia kwamba mitandao ya umma, mitandao ya kijamii, huduma za barua pepe zimefungwa kuanzia siku ya Jumanne hadi baada ya uchaguzi. Hii inamaanisha kwamba mawasiliano nchini humo yataathirika pakubwa na kuitenga Uganda na mawasiliano barani Afrika na duniani. The internet restriction directed is in line with the legitimate purpose, that is protecting national security, public safety and public order. Jumla ya wagombea urais wa 8 akiwemo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine watapambana debeni. Museveni mwenye umri wa miaka 81 ametawala Uganda tangu mwaka 1986 baada ya kukemea utawala wa aliyekuwa rais Milton Obote. Museveni alichukua mamlaka baada ya kupigana vita na sasa anatafuta muhula wake wa 7. Uganda. Kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa, Bobi Wine mwenye umri wa miaka 43 alikuwa mwanamuziki na mwigizaji mashuhuri wa Uganda, utunzi wake ukihamasisha jamii. Naye anawania urais kwa mara ya pili. Down the dictatorship, down. Down. Wanaharakati nchini Kenya wamekashifu matukio ya kabla ya uchaguzi, wakidai kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda pamoja na mahakama zinashirikiana kumtafutia ushindi Rais Museveni. We are seeing not only deceased people on the voter registrar, but also babies and children, that some of them have multiple voting numbers. When you shut down the internet, when you limit media freedom, when you infringe on the freedom of expression, it automatically communicates the autocratic regime that wants to silence the masses. Katika uchaguzi wa mwaka 2021, Museveni alishinda kwa asilimia 58 ya kura, huku Bobi Wine akipata asilimia 35. Madai ya wizi wa kura na ukandamizaji wa upinzani yaliibuka katika uchaguzi huo. Melita Oletenges, Runinga Citizen. Na kuanzia kesho tutakuwa tukifuatilia uchaguzi mkuu nchini Uganda. Turejea hapa nchini ambapo tuangalie masuala yanayohusu elimu, ambapo wasiwasi umeibuka katika baadhi ya shule za sekondari ya juu baada ya kukosa idadi ya wanafunzi iliyotarajiwa. Kwa mfano, katika kaunti ya Machakos, kuna shule yenye wanafunzi 4 tu siku 3 baada ya gredi ya 10 kuanza rasmi kuambatana na mtaala wa elimu wa CBE. Emily Chebet anaarifu, huku wazazi wakiwa kwenye harakati za kuwasajili watoto wa sekondari ya juu shuleni. Huku shule ambazo zilitambuliwa kama za kitaifa zikipokea mamia ya wanafunzi na maelfu wengine wakisubiri nafasi katika shule hizo, taswira ni tofauti kabisa katika shule za daraja la 4 ambazo zilikuwa zile za kaunti ndogo. Shule za upili za Cheni Baptist, Kisinga na Kiima Kimwe zilizoko kaunti ya Machakos zinakabiliwa na changamoto ya usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10. Siku 3 baada ya shughuli hiyo kuanza, shule ya Cheni Baptist yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 90 ina wanafunzi 3 pekee, huku shule ya upili ya Kisinga ikipata wanafunzi 4 tu kati ya 150. Na kufikia sasa hakuna hata mwanafunzi mmoja aliyejiunga na shule ya Kiima Kimwe. The 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2, 3 things, and others were coming to look at how the school is and where it is so that they can go back and come prepared to settle. It's a big challenge.
Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Kisinga anasema Wizara ya Elimu ilipendekeza wanafunzi 96 wasajiliwe shuleni humo licha ya shule kuwa na uwezo wa wanafunzi 150. Hata hivyo, changamoto kuu ni umbali wa shule. My students who have been placed on the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala, in the city. And apparently, I talked to a parent on Sunday who was telling me that he's at Malindi and his child has been placed at Kasinga, where I do not have boarding facilities. Aidha, mwalimu mkuu anasema muda uliowekwa na serikali kwa wazazi kubadilisha shule pia umechangia hali hiyo inayoshuhudiwa na shule hizi. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys boarding, na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa cheni. Kitu inachangia sana kwa wanafunzi kuingia grade ya 10 ni ukame. Kuna shida, hakuna pesa ya kupeleka watoto shule. Walimu wakuu sasa wanahimiza serikali kuingilia kati na kuziokoa shule za C4 ambazo nyingi ni za kutwa, kwani ziko kwenye hatari ya kufungwa. What is offered in those so-called big schools is the same with what is offered in C4 schools. The teachers are the same. They went through the same universities. They were trained by the same lecturers. They went through the same curriculum. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Na huku wanafunzi wa grade ya 10 wakiendelea kuripoti shule mbalimbali nchini, binti mmoja kutoka eneo la Kitutu Masaba amelazimika kuwa mjakazi licha ya kupata nafasi katika shule ya kitaifa. Cecilia Kerubo ameshindwa kwenda katika shule ya upili ya Litein iliyoko kaunti ya Kericho alikotarajiwa kuripoti. Na kama anavyoarifu Crispin Otieno, Kerubo anasema bado hajakata tamaa kuwa ndoto yake ya kuwa daktari itatimia. Jumatano asubuhi katika kijiji cha Birongo, eneo la Kitutu Masaba, nyota ya Cecilia Kerubo inaonekana kuyumbayumba. Licha ya kuwa wa kwanza katika shule ya msingi ya Mongoni DEB kwa kupata alama ya 68 katika mtihani wa KJSEA, msichana huyu ameshindwa kuripoti shule ya kitaifa ya AIC Litein, kaunti ya Kericho. Since I received my reactions, my results, like my father, he has been so harsh, telling me that I will not be able to go to school because he has no money for me to go to school. He just wants me to remain outside here. Maybe I remain outside or I go and work somewhere as a housekeeper. At times I get a lot of pain that I cannot be able to join school. I feel a lot of pain. I feel like I'm a loser in life. My dreams are being shattered. Na Kerubo amekuwa akifanya kazi ya kijungujumba angalau kujaribu kupata karo ya kwenda shule. Msichana huyu amekuwa akisoma kwa msaada wa walimu wake walioamini kuwa ana nyota ya kufaulu. Enyewe nilikuwa na mafikirio, lakini sina uwezo chochote. Labda ningeambia nilikuwa nataka mwenye kuna uwezo wa kunisaidia kama hii scholarship ama yeyote mwenye ataweza kujitokeza. So the life is very difficult. Even eating is a problem. We're strained to eat. I miss a lot of things, but I try to work hard. Like maths lesson, I never had a calculator, no geometrical set, no for figure. I tried my best in school. I usually came home daily for school fees, for lunch. Biblia hii ndiyo sasa kivutio chake cha kujiliwaza anaposubiri mwanga kwa hali yake kufika sekondari ya juu kama wenzake. Nimesikitika ya kwamba huyu msichana atapata nafasi ya kwenda shule ya senior school. Cecilia amekuwa akipitia mazingira magumu nyumbani. Mpaka nilikuwa natamani mwanafunzi apate shule ya bweni ili angalau akae huko. Kwa sasa atasalia nyumbani akisubiri dua yake kutimia kwa matumaini kuwa siku moja atatimiza maono ya kuwa daktari. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.
Jaji mkuu mstaafu David Maraga amekashifu kile anadai ni serikali kukosa kuwekeza katika masomo. Maraga anasema hali hii imesababisha matokeo duni miongoni mwa wanafunzi katika baadhi ya shule. Maraga akitaja uhaba wa walimu, ukosefu wa muundo msingi na ufadhili wa chini kama changamoto kuu, akitaka marekebisho ya mtaala wa CBE. While we celebrate excellency, we must reject a system that produces massive failures and only a small elite that survives through the eye of the corruption needle. We have prepared evidence showing an abnormal grading curve that produces D's than C's expected in a health system. Education must not only be measured by grades alone, but by learning outcomes. Too many learners move through the system without acquiring critical thinking and life skills. A system obsessed with grades is an escapist and irrational one. The government speaks of digital literacy and Silicon Savannah, while only 48% of public junior schools have basic laboratories and many lack electricity. Na sasa tuangalie masuala yanayohusu afya, ambapo huduma katika hospitali za umma hapa jijini Nairobi zimeendelea kutatizwa kwa siku ya tatu hii leo, wahudumu wa afya wakidai mishahara ya kati ya mwezi mmoja na mitatu. Madaktari na maafisa kliniki wamekuwa wakisusia kazi wakitaka kulipwa na serikali ya kaunti ya Nairobi. Sasa wanamlaumu Gavana Johnson Sakaja kwa kufumbia macho swala hili, wauguzi nao wakitarajiwa kujiunga na mgomo kuanzia hapo kesho, kama anavyotuarifu Mary Muoki. Hali hii ndiyo inayoshuhudiwa katika hospitali za umma kaunti ya Nairobi. Hapa katika hospitali ya Mbagathi, wagonjwa wamekwama eneo la kusubiri, wakikaa kwa saa nyingi bila kupata huduma, mgomo wa wahudumu wa afya ukiendelea kuathiri. Kituo cha wauguzi kimebaki bila mtu, madaktari wa kaunti ya Nairobi wakiahidi kuendelea na mgomo wao, wakidai mishahara na marupurupu kutoka kwa kaunti ya Nairobi. Mazingira ya kazi pia yanawapa kiwewe. With Sakaja, there's no medical cover, there are no promotions, now there are delayed salaries. It's getting worse and worse and worse. And I can tell you, Nairobians, the leadership at the county level does not care for you. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. So all we are saying that wananchi wa Nairobi, mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county. Because for sure it's going to get worse. Madaktari walioanza mgomo katikati ya mwezi uliopita sasa wameungana na maafisa kliniki ambao wanaendelea na mgomo wa kitaifa, wakisema wataendelea hadi malipo yote yalipwe. He doesn't want to sign a CBA for few people that he has negotiated for since 8 years ago. Did he know that he was negotiating a CBA for 150 people? And that is very clear that it is an admission of a system that has failed. We have 47 governors who also continue to be negligent and portraying impunity, being that they have also gotten all the approvals. The governors and the ministry have not even seen a reason to be able to sit and conclude the CBA. Hali hii inatarajiwa kuzidi kuwa mbaya zaidi wakati miungano ya wahudumu wengine wa afya ikiahidi kujiunga nao. Mary Muoki, Runinga ya Citizen. Mzozo umekumba urithi ulioachwa na marehemu Jaji David Manyanga aliyefariki Julai mwaka jana, huku mvutano ukiibuka kuhusu mali hiyo. Mabaki marehemu sasa akitaka idara ya mahakama kuharakisha utatuzi wa kutolewa kwa malipo ya majanja kwa nduguye mdogo kama alivyotaka marehemu. Kuna baadhi ya jamaa zake wanaotaka urithi huo kugawanywa kwao pia. Ode Francis ana taarifa hiyo kwa kina. Tunakumbana na Gershom Majanja, babake aliyekuwa jaji wa mahakama kuu marehemu David Majanja, nyumbani kwake. Hali yake ya afya ya mzee Gershom inaendelea kudhoofika.
Kisa na maana, aliyekuwa akimshughulikia sasa hayupo tena, ila aliwacha wosia kwamba nduguye mdogo hawaangalie wazazi. Ila kufikia sasa hawajapata fedha za marehemu zinazosemekana kuwa zaidi ya milioni 22. Benefits after he died, like the insurance cover, the money. After he died, I tried myself to talk to the judiciary to see if it can be released. They took me round and round and round until we had to engage the lawyers. Wazazi wa marehemu sasa wanahangaika kujikimu kimaisha. I'm a sick person. I have a cardiac problem. I have a cancer problem. And I need regular medication, going to see the doctors and so on. And even the mother here is also ill. He needs money to buy the drugs. Huku vita vya kisheria vikiendelea kotini, wazazi wa marehemu Majanja wanaendelea kuwa na imani kuwa huenda kesi ya urithi itaamuliwa haraka. I will remind my good brothers and sisters in the profession that Section 39 of the Law of Succession Act is very clear. When a person dies and they have no spouse or children, Section 39 is very clear who has priority in taking over the estate. It is our view that if that money was released to him, he would take care of us. We are suffering as they delay to release that money. That is, we are pleading that the judiciary should release that money so that it helps us, so that we can be taken care of. Kinachosalia sasa ni korti kuamua iwapo fedha hizo zinafaa kulipwa kulingana na wosia wake marehemu au kupitia njia tofauti. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Hebu fikiri hili, mzee wa miaka 72 kuwa miongoni mwa watu waliojitokeza kupata kitambulisho cha kitaifa na umri huo. Hii ilikuwa hali katika kaunti ya Siaya ambako mamia wakongwe wamekuwa baadhi ya watu waliojitokeza ili kupata vitambulisho. Frederick Agawa mwenye umri wa miaka hizo 72 ni kati ya wale waliopata kitambulisho, akitaja hatua hii kama mwamko mpya maishani. Laura Otieno anaarifu huku usajili ukiendelea kote nchini ambapo vitambulisho vinatolewa bila malipo. Katika eneo la Lunyu, kaunti ya Siaya, Michael Onyango anapanga foleni. Mzee huyo wa miaka 74 amefika hapa ili kujisajili na kupokea kitambulisho. Onyango akiwa mmoja kati ya wakongwe wengi waliofika hapa, nyuso zao zikionyesha bashasha ya kusajiliwa na ari ya kuwa na cheti rasmi ya utambulisho. Wakongwe hao wakisema kuwa walipoteza vitambulisho vyao awali na hawakuweza kujisajili tena. ID mwanzo ilichukua 71 ile ya blue. Nikakaa nayo nilipokuwa 1982 nilikuwa nikirudi hapo, nakuja hivi natoka Mombasa narudi, ilipotea ndani ya gari. Sasa kuanzia hapo silichukua ID yoyote. Niliungua kwa nyumba yangu ya kwanza, niliungua na kile kitu. Sasa ilikuwa bado sijachukua nyingine. Majani kilikuwa kuniambia kama sina kitambulisho si mwana Kenya. Mimi ni mtu wa Uganda. Mwezi Oktoba mwaka jana, serikali ilizindua mchakato wa usajili pamoja na kupokezana vitambulisho ambavyo vilikuwa havijachukuliwa kwa muda. Chini ya mchakato unaoendeshwa katika wadi zote, hakuna ada inayotozwa wale wanaojisajili. Sijawahi kupata hiyo senti hela yoyote kwa hiyo kutoka kwa serikali, ambapo ikawa ni jamii haikiwa hata niyo kusaidia upande gani, sina yoyote, hata asha sijapata. Hii sasa inabidi imejitokeshea sasa, mzee anabembea ili afikishe tu haki ya serikali. Kama mtumishi aliyoanzia kule Mombasa akija, inabidi kama hana apate kwamba na kitambulisho. Kwa sasa Michael, Frederick na wakongwe wengine wanajivunia viti vyao vya utambulisho, wakisema kuwa sasa wanajihisi kama Wakenya kamili. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Taarifa hiyo ya Laura Otieno inatamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Tuna mengi zaidi tuliokuandalia, usiende mbali.
Karibu tena. Serikali ya kitaifa sasa inasema itatoa shilingi bilioni 4 kila mwezi katika juhudi za kukabiliana na athari ya ukame inayoshuhudiwa katika sehemu kadhaa nchini. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki akisema kuwa serikali tayari imetoa shilingi bilioni 6 katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, zaidi ya kaunti 10 zinakabiliwa na hali ya hatari ya ukame kufuatia mvua chache msimu uliopita. Zaidi ya watu milioni 2 katika maeneo kame nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji na huduma muhimu, huku ukame ukiendelea kuathiri pakubwa. Kulingana na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa maeneo kame NDMA, mvua kidogo inayoshuhudiwa kwa sasa imeongeza hali mbaya katika kaunti 23. Kaunti iliyoathirika zaidi kwa sasa ni Mandera, ambayo imewekwa katika hali hatari ya ukame, hatua iliyoibua wito wa hatua za haraka za kuokoa maisha. Kaunti 9 zikiwemo Wajir, Garissa na Kilifi ziko katika hali ya tahadhari, huku ukosefu wa chakula na malisho ukiongezeka. Kaunti 13 zikiwemo Samburu, Turkana na Taita Taveta zinaendelea kuonyesha mwelekeo wa kudorora, huku sekta ya maji na mifugo zikiathirika. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amesema serikali itaanza awamu ya kwanza ya mpango ya kuwanunua mifugo kama njia moja ya kuwakinga wafugaji dhidi ya kupoteza mapato yao. Kindiki aliyekuwa akizungumza huko Karen, ambapo aliongoza kikao cha 14 cha washirika wa maendeleo, alisema mpango wa kuhamisha fedha kwa wananchi unaendelea ili kuongeza juhudi zinazoendelea za usambazaji wa chakula kwa walioathirika. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. 2 weeks ago, actually last week, another 3.5 billion shillings was released to the Special Programs Department. While ASAL counties are the most affected, spillover effects are increasingly being felt even in non-ASAL counties through rising food prices, water stress, and in many cases livelihood disruptions. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, ukusanyaji wa takwimu mpya umeanza. Katibu mkuu Daktari Ahmed Idris amesema hali katika maeneo ya kaskazini inaendelea kuwa mbaya zaidi kila uchao. The reason why I think even the director Kenya Met is saying that we will have better information in April is it is just a difficult season to have a forecast on. So it might be a strategic point for us not to plan with a better season, to plan with a worst case scenario. We must move from depending on precipitation to feed the people of Kenya and to create jobs using agriculture. We are aware that there are countries which do not receive any precipitation, and you will not hear the kind of things that we discuss here every so often about drought and famine. Emily Chebet, Runinga ya Citizen. Tuangalie. CDM Oburu Oginga ametangaza kwamba amepewa idhini rasmi na wafuasi wa chama hicho kuzungumza na vyama vingine kuhusu ushirikiano wao wa mwaka 2027. Aidha, kinara huyo ametangaza kwamba chama hicho cha chungwa hakitamfukuza yeyote, akiwataka wasioridhika kuhama chama, kama anavyotuarifu Seth Olale. Ni mkutano ulioandaliwa katika uwanja wa Kamukunji, eneo bunge la Kibra, saa 48 baada ya kamati simamizi ya chama cha ODM kumuidhinisha kinara Oburu Oginga kuendeleza mazungumzo na chama cha UDA kuhusu uundaji wa mrengo mpya wa kisiasa. Na tuta negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Ni msimamo ulioungwa mkono na viongozi wa chama hicho waliohudhuria mkutano huo. Yeye party leader wetu aanzishe mazungumzo na vyama ambazo ziko line minded, ikianza na chama cha UDA. Huku katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna na naibu kinara Godfrey Osotsi wakikosa kuhudhuria mkutano huo, Oburu alisema hakuna yeyote atakayefukuzwa kutoka kwa chama hicho ila wakiondoka wenyewe.
na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe. NDC ifanywe Nairobi, sauti ya wana ODM isikike, kama wanataka kwenda upande hii ama upande wa Oburu Odinga. Gavana ambaye atakuwa wa Nairobi lazima atakuwa ni wa ODM. Viongozi wa Kamkunji, hatutaki hiyo mkutano ya Sunday hapa. Chama hicho kikitangaza kwamba itatekeleza mapendekezo ya ripoti ya NADCO na vilevile kuwafidia waliobomolewa makao na shirika la reli nchini. Viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na kinara wa chama hicho Daktari Oburu Odinga wametangaza kwamba vilevile watazuru maeneo mengine ili kuuza sera za chama hiyo. Seth Olale, runinga ya Na sasa tuelekee kule pwani ambapo familia moja mjini Mombasa inataka majibu kutoka kwa serikali baada ya jamaa yao alielekea Urusi kwa kazi kupoteza mawasiliano. Familia ya Arestus Kiti Nyale kutoka eneo la Junda huko Kisauni inasema jamaa yao aliwaarifu kuwa alikuwa Urusi kujiunga na jeshi, ila sasa imekuwa miezi mitatu bila mawasiliano, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Nyale aliondoka nchini Oktoba 11 mwaka jana kuelekea Moscow, Urusi, alipofahamisha familia yake. Wiki moja baadaye, Nyale mwenye umri wa miaka 38 alitumia mkewe picha hizi akiwa na wenzake, wote wakivalia magwanda ya kijeshi. Sasa kuona hivi nikamuuliza, mbone sasa wanipostia hii na ulisema uenda kwa driver? Wakaambiwa huku tumeambiwa tufanye hiyo kazi kwa sababu hakuna hiyo kazi ya udriver. Msaini hapa contract. Kulingana na mkewe, Nyale alitia saini mkataba wa mwaka mmoja, wenzake wakiweka mkataba wa miaka miwili. Mawasiliano yalikuwa sawa hadi Novemba tarehe 8 ambapo kimya na giza limetanda kwa familia hii. Ndio ilikuwa ngani mwisho kabisa ya kuwasiliana, tokeo tarehe 8 mpaka saa hii bado hatujawasiliana. So hapo ndo mimi niko na matatizo, sijui sijui mwenzangu yuko sawa, sijui yuko vipi, siwezi nikaelewa. Tangu waondoke imekuwa ni wasiwasi mkubwa, na hawa mama na mtoto wake wako na shida, hata kula kwenyewe ni shida. Ndoto na maagano aliyokuwa nayo mwanao yamedidimia baada ya kimya cha zaidi ya miezi miwili. Tena alikuwa tumeelewana naenda fanya large plant operator. Kwa sababu alikuwa tumezoeana tu ile tukiwa watu watatu, ile tuwapiga story wa pamoja, sasa tuko lonely. Takwimu zinatuambia Wakenya zaidi ya 200 wako Russia na wanapigana vita vya nchi. Wakenya wamekuwa vulnerable, wanachukuliwa left, right and center kama cheap labor kwenda kupigana frontline. Kilio chao kwa serikali na ubalozi wa Kenya ni kuingilia kati na kuhakikisha wametambua hali halisi ya Kiti Nyale, ambaye ndoto ya maisha bora yameifanya familia hii kusalia na wasiwasi kwa muda. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Tuangalia kandanda ambapo Gor Mahia ilitoka nyuma na kuifunga Murang'a Seal 3-2 katika mechi ya ligi kuu ya taifa ya kandanda iliyochezwa katika uwanja wa Kasarani. Seal ilichukua uongozi wa mabao 2-0 kabla ya Gor Mahia kufunga matatu katika kipindi cha pili. Theluji wanaopasia wafimbo tu, wanachinja na kutembea. Unapigwa mrefu kutoka Francis Yololo Memusi. Amemzidi kasi Yololo! Francis Yololo! Branton Unyona. Kata na kwenda kuleta ndani Mustafa Udor. Mustafa! Felix Oluwachumoya! Samuel Kapena ameurusha mrefu. Kwenda kuondoa Michael Owen Pala. Kolo Chuoga! Alfa Chris Onyango, pasi inapigwa pembeni kwake Polo Chuoga, yupo onside.
Naletwa ndani huku, nafasi kwa Kebanezo. The comeback is complete. Na kufikia hapo tunabudi kukuaga na kumbusha tu leo kuanzia mwendo wa saa 5 Arsenal inayalika Chelsea kwa mechi ya awamu ya kwanza ya nusu finali ya kombe la EPL. Gani? Iyo Carabao. Sawa sawa. Na nikisema kuna watu wako kwa hiyo cup nitaomba nimeongea vibaya, so sisemi. Na kufikia hapa tunabudi kukuaga, tutasema hadi wakati mwingine. Kwaheri.